Watu wa Mungu, sisi sababu ya kuokolewa ni kwamba tulimkimbilia yeye tupate kwanza wokovu na kusamehewa dhambi zetu. Hilo ndio lilikuwa la kwanza. Lakini la pili, tulimkimbilia Yesu ili atakaporudi na sisi tuwe sehemu ya wale atakaoenda nao mbinguni. Yeye alisema hivi, nyumbani mwa Baba yangu muna makao mengi. Kama yasingelikuweko huko ningeliwaambia, lakini naenda kuwaandalia mahali. Nami nitarudi tena niwachukue, ili nilipo mimi na nyinyi muwepo. Watu wa Mungu, Yesu huyu aliyeenda mbinguni anakaribia sana kurudi. Na kwa sababu hiyo sisi tuko tayari kumpokea. Na atarudi, tumesema anarudi kwa namna mbili. Atakaporudi mara ya kwanza, atarudi kwa ajili ya kuwachukua watakatifu wake. Tunaita unyakuo, rapture, laptu kwa Kiyunani. Kuwachukua ghafla, kufumba na kufumbua. Ni tendo litakalofanyika katika kitendo cha kufumba na kufumbua. Hapo tutakaponyakuliwa na kwenda, tutakaa naye hapo juu kwa miaka 7. Na katika miaka 7 kutakuwa na karamu ya mwana kondoo kwenye kiti chake cha enzi, ambapo panaitwa Bematos, mahali pa hukumu ya watakatifu. Tutakaa hapo na Yesu kwa karamu yake. Na wakati tukiwa hapo, kila aliyefanya kitu kwa ajili ya Bwana, kujitoa kwako na kukataa ulimwengu, kutakuwepo na kupewa taji kwa kila aliyefanya kwa uaminifu. Na mimi naisubiri ya kwangu. Na kisha baada ya miaka 7 Yesu ataturudisha tena duniani. Kitabu cha Zakaria sura ya 12 kuanzia mstari wa 4 na wa 5 anasema, Bwana wangu atakuja pamoja na watakatifu wote pamoja naye. Tutarudi tena duniani. Kitabu cha Ufunuo sura 21 mstari wa 4 anasema, na viti vya enzi vikawekwa, wakeketi juu ya viti vya enzi. Jina la Bwana libarikiwe. Na wakatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Tumeokolewa kwa ahadi zile ambazo tunazisubiri. Na nikusihi sana, ahadi hizo ni za maana. Miaka yako ya kuishi imefika 60, umezeeka. Lakini hapa tunaongelea miaka 1000 ya kutawala pamoja na Kristo. Alafu baada ya miaka 1000 milele na milele. Usihangaikie tamaa zinazokuvuta za mwili za muda mfupi zikakukosesha vitu vya milele. Wanandoa, kaeni vizuri. Ndoa zetu ni za muda tu, tunamsubiri Bwana.